السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بالعزة والجلال، بعث رسوله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وصراطا منيرا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu wote ambao tumehudhuria hapa na wale ambao si Waislamu, lakini mashekhe zangu wote mliokuwepo hapa, akina baba na akina mama, jambo la kwanza tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia katika wakati huu kuweza kuwa katika viwanja hivi vitukufu tukifanya mambo matukufu ambayo yanampendeza sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikao hiki ndugu zangu ni kikao kilichobora, ni kikao ambacho kina tija, kina thawabu, lakini pia kitakuwa na malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ni kikao cha masala mazima ya dini, ambapo unafunguliwa msikiti kwa ajili ya ibada, lakini pia watu wanapata maneno mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufahamu yale yanayowahusu katika dini yao. Nitakuwa na machache ya kuzungumza katika dakika hizi 10, lakini kubwa naomba kina mama, kina dada na wanawake wote mliokuwepo hapa muweze kunisikiliza kwa makini zaidi, kwa sababu makubwa nitakayoyazungumza hapa yatakuwa yanawahusu ninyi. Lakini nanyi kina baba pia yatawahusu, kwa sababu ndio wasimamizi wa wanawake, lakini ndio walezi wa familia. Kuna umuhimu mkubwa wa kuweza kushikamana katika mazungumzo haya ili kuweza kuelewa. Kwa mukhtasari sana ndugu zangu, nitapenda nizungumze jambo moja. Waislamu kama Waislamu tunapaswa kutoka nje ya boksi katika fikra zetu. Yani tufikiri nje ya uwezo wa kawaida wa kufikiria, tuweze kuyajengea hoja mambo nje ya uwezo wa kawaida wa kuyajengea hoja, na tuweze kuyachukua mambo na kuyafanyia kazi katika uwezo wa hali ya juu ambao tumejaliwa kuwa nao katika msaada ambao katupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekuwa na shida moja ndugu zangu Waislamu, tunajifungia sana nje ya boksi katika mambo mengi ya kidunia. Leo hii nikiuliza tuna tarehe ngapi, nadhani majibu tunayo. Lakini kwa bahati mbaya tumekuwa sisi wenyewe Waislamu tukianza kuzikataa tarehe hizi na kuona kama hazituhusu, lakini wenzetu wakizitumia na kunufaika na tarehe hizo. Hata mshahara wako wewe ambao unaupata unapofanya kazi unaupata kwa tarehe hizo hizo za kidunia, si ndivyo? Lakini kuna wakati utajifanya hauzifahamu, lakini hii sio mada yangu ya kuzungumza. Nataka niwazungumze wanawake, kwa sababu hivi karibuni mwezi wa 3 tarehe 8 dunia iliadhimisha siku ya mwanamke duniani. Katika maadhimisho haya ya siku ya mwanamke duniani kuna kauli nyingi mbovu na chafu zilizozungumzwa kuhusu Uislamu. Pakaonekana Uislamu ni dini ambayo ipo kwa ajili ya kumnyonya mwanamke, kumdidimiza mwanamke na kumshusha mwanamke, lakini si dini inayotambua utu mwanamke, wala si dini inayoweza kumpandisha mwanamke na kutambua thamani ya mwanamke. Nimechukua fursa hii kwa sababu majlisi haya ni makubwa, ni majlisi ya kidini, na hili jambo linaihusu dini, na pale ambapo dini ya Kiislamu itakaposemewa vibaya, basi tuna wajibu kama Waislamu kuweza kuisemea vizuri na kurekebisha yale maovu ambayo yanazungumzwa na wale ambao pengine hawafahamu. Kwa mukhtasari sana, Uislamu ndugu zangu ndio dini pekee iliyotambua utu wa mwanamke, ikatambua heshima ya mwanamke, lakini pia ikatambua thamani ya mwanamke. Na ndio maana hata zamani kabla hata ya Bwana Mtume Muhammad SAW, mwanamke aliweza kutambulika na hata akatajwa katika Qur'an.
Tukizungumza katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna aya moja anazungumza, anasema wa dharaba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqaumi adh-dhalimin. Hii aya ndugu zangu ipo katika Qur'an, ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anamzungumza mwanamke katika Qur'ani, tena mwanamke huyu alikuwapo kabla ya ujio wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke huyu alikuwepo enzi za Firaun wakati wa Nabii Allah Musa alayhi salam. Katika aya hii Mungu anapigia mfano wa watu ambao wameamini, watu waliosimamia imani yao sawa sawa, kwamba alikuwa mwanamama mmoja ambaye ni mke wa Firaun, huyu akiitwa Bi Asia binti Muzah. Kwa nini mwanamke huyu akapigiwa mfano? Kwa sababu alisema, akamwambia Mungu, nijengee nyumba peponi, lakini siku nijengea nyumba peponi, bali uniepushe na Firauni na watu wake, na uniepushe na watu wote madhalim. Ndugu zangu, hivi kwa fikra za kawaida tu unadhani kwamba maneno haya ya huyu mwanamke ndiyo yawe sababu ya kutolewa mfano katika Qur'an? Haikuwa maneno haya peke yake. Iko sababu ya mwanamke huyu kutamka maneno haya, na baada ya sababu hiyo sasa ndiyo thamani yake ikaonekana na kutambulika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hata Mwenyezi Mungu kumpigia mfano mwanamke huyu kuwa ni miongoni mwa watu walioamini. Thamani ya mwanamke inaanza kuonekana hapa, na nitakuelezeni kwa kifupi kwa nini mwanamke huyu akapigiwa mfano. Nanyi wanawake wengine mchukue mfano huo kutembea nao katika maisha yenu, lakini nasi kina baba tuchukue mfano huo kuwatengeneza wake zetu na watoto wetu, ili kuweza kutengeneza jamii iliyokuwa bora. Ama jamii iweze kuwa bora, ni lazima kuwe kuna mwanamke bora ndani ya nyumba, kwa kuwa mwanamke ndiye ambaye anaisimamia jamii katika malezi ya awali kabisa, wakati wewe baba haupo, upo katika mihangaiko yako. Wakati wa Firauni kuna binti mmoja alikuwa msusi, akimsuka binti wa Firauni. Sasa siku moja wakiwa wanasukana, yule msusi akaangusha shanuo. Shanuo lilivyoanguka, wakati analiokota huyu binti akaliokota akisema bismillah kad ta'asa Firaun, kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu Firauni ameangamia. Anayemsuka ni binti wa Firaun, lakini huyu Firauni ndiye ambaye zama hizo alikuwa akijiita Mungu. Ina maana anamsuka binti wa Mungu, halafu shanuo linaanguka, msusi anazungumza kumtaja Mungu mwingine na akimkashifu huyu Firauni mbele ya binti yake. Yule binti akashangaa, akamuuliza yule msusi, awalaki rabbu ghaira abi, hivi wewe unaye Mungu asiyekuwa baba yangu? Yule msusi akamwambia, naam rabbi wa rabbukillah, Mola wangu mimi na Mola wako wewe na Mola wa huyo baba yako ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni mmoja wa pekee, hana mshirika wake. Huyu binti akamuuliza msusi, unaweza kuyazungumza maneno haya mbele ya baba yangu? Yule msusi akamwambia, naam, bila shaka nitayazungumza maneno haya mbele ya baba yako, kwa baba yako si Mungu na Mungu ni mmoja tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yule binti akapiga kelele kumuita baba yake. Firauni anafika, anaambiwa habari zilizojiri pale. Firauni anamuuliza yule binti, haya maneno ni ya kweli? Yule binti msusi anamwambia, naam, Mola wangu mimi na Mola wako wewe ni Mwenyezi Mungu pekee ambaye yuko juu, lakini wewe si Mungu na una laana ya Mungu kwa matendo yako haya. Tazama mwanamke huyu akiwa ni jasiri na mwenye imani, anaonyesha ujasiri wake mbele ya jitu kubwa lenye mamlaka, ambalo likikutazama tu yawezekana ukadidimia na ukaharibikiwa hali yako. Lakini kwa mwanamke wake na kwa imani aliyokuwa nayo, anamwambia hapana, wewe si Mungu, Mungu wangu ni yule ambaye tunayemwabudu, ambaye yuko juu, wewe na mimi, yeye ndiye Mungu wetu. Firauni akamwambia, kwa hili ulilofanya nitakuadhibu adhabu iliyokuwa kubwa. Akawaita wafuasi wake na kuamrisha waandae sufuria la shaba, sufuria ambalo ndanimwe pawekwe mafuta, ziandaliwe kuni za kutosha, ichemshwe mafuta yale, ili huyu binti msusi achukuliwe na kuingizwa katika yale mafuta, ateketee moja kwa moja. Wakati mafuta yanaendelea kuchemka, Firauni anamuuliza huyu binti kwa mara nyingine, unatengua kauli yako ama kauli yako ni ile ile? Huyu binti anasema, kauli yangu ni ile ile, rabbi wa rabbuka Allah, Mola wangu na Mola wako ni Mwenyezi Mungu peke yake.
Firauni akamwambia basi subiri, kabla haujafa nitakuonyesha machungu ya duniani, na ndipo utakaponijua kwamba mimi ni Mungu. Huyu msusi ndugu zangu alikuwa na watoto watatu. Akachukuliwa akawambwa katika ardhi kama ambavyo inawambwa ngozi ya mnyama baada ya kuchunwa. Baada ya hapo akachukuliwa mtoto wake mmoja akachinjwa juu ya kifua chake. Huyu binti anaona machungu ya mtoto wake, alafu Firauni anamwambia unaweza ukatengua kauli? Yule binti anasema Rabbi wa rabbuka Allah, Mola wangu na Mola wako bado ni Mungu huyo huyo, fanya unachoweza. Firauni anamwambia kumbe bado. Anamchukua mtoto wa pili anachinjiwa tena juu ya kifua chake, hal kadhalika na mtoto wa tatu. Baada ya watoto watatu hawa kuchinjwa katika kifua cha huyu msusi, sasa Firauni anamuona huyu msusi bado ni jeuri. Anamwambia sasa unakwenda kuingia katika adhabu ya sufuria la moto. Sufuria lenye mafuta yaliyochemka, utakwenda kuyeyuka kama ambavyo kinayeyuka kitu kingine chochote. Yule binti anamwambia fanya uwezavyo, lakini bado naamini Mola wangu na Mola wako ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Firauni anamfungua huyu binti aende akamtie katika sufuria la shaba. Ndiko Bi Asia ambaye alikuwa mke wa Firauni akiwa katika kasri la Firauni anayashuhudia maneno haya, akapiga ukelele wa kumwita Firauni, ya mal'un, ya mal'un. Anamwita mume wake, ewe uliyelaaniwa, kam qatalta min awliya illah, mara ngapi umekuwa ukiwaua vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ana asbir, nami nikisubiri, lakini leo siwezi kukusubiria. Ya mal'un, wewe uliyelaaniwa, mara ngapi umekuwa ukijiita Mungu na ilhali wewe ni binadamu tunasubiri, lakini kwa hicho ulichokifanya leo siwezi kusubiri. Laana ya Mwenyezi Mungu iko na wewe si Mungu na hauwezi kuwa Mungu. Anateremka akizungumza maneno haya, Firauni anamwangalia mkewe kwa hasira. Bi Asia binti Muzaha anapoteremka katika ngazi, ndipo akazungumza maneno haya, akamwambia Rabbi ibnili indaka baitan fil janna wanajini min Firauna wa amali wanajini min alqaumi adh-dhalimin. Anamwambia Mungu, ninakwenda kuuawa na huyu mshenzi, na kuomba Mungu uweze kuniepusha naye na matendo yake, na kuomba Mungu uniepushe na watu wote madhalim, na unijengee nyumba peponi na kuja mja wako. Ujasiri wa mwanamke huyu, anakwenda kupambana na Firauni mbele ya hadhara, Firauni akiwa ni mumewe, lakini anaisimamia haki na anakwenda kuuawa katika haki, na inabakia ahadi na maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwamba ni miongoni mwa wanawake safi waliokuwa waumini. Ndugu zangu, wanawake wengine wote mchukue mifano hii, muweze kuwa na misimamo kwa kuitambua dini yenu, lakini muweze kuwa na misimamo kwa kumcha Mwenyezi Mungu wenu, ili muweze kututengenezea vizazi hivi vya hawa watoto wakawe bora katika maisha haya dunia na maisha ya akhera. Lakini mwisho kabisa katika aya hiyo hiyo Mungu anamalizia anasema wa Maryam ibnata Imrana, lakini yuko Maryam binti wa Imrani lati ahsanati farjaha, ambaye yeye alihifadhi tupu yake. Maryam alijihifadhi kutokana na zina, hakushiriki zinaa, alisimamia utu wake na maadili yake, na akawa ni mwanamke bora wa kupigiwa mfano. Leo hii wanawake wote yatakikana mkaige mfano huo na muweze kuwa mfano bora katika jamii. Lakini kwa bahati mbaya sana, wakati mnaadhimishiwa siku yenu ya wanawake duniani, ndipo wakati mnaadhimishiwa mavazi ya ajabu ajabu. Leo hii utu wa mwanamke anaonekana awe na haki sawa kwa mwanamume kwa kuvaa vivazi vya ajabu, kwa kutembea mitembeo ya ajabu na kufanya mambo ya ajabu. Tazama leo mwanamke, hadhi yako ilivyoteremshwa mpaka unabakia kuwa ni bango la matangazo kwa kuwekwa utupu, ukawekwa katika hadhara watu wa kutazama. Lakini Uislamu unatambua thamani yako, Uislamu unatambua hadhi yako, ndio maana ukakutaka ujistiri ili kuweza kuhifadhi mwili wako uweze kuwa na thamani mbele ya hadhara ya wanamume, lakini na viumbe wote wa ulimwenguni. Ukipita leo katika photoshoots, nyinyi makameramani mnafahamu, katika photoshoot zote ukipita leo, Sheikh Mbega ukapata bahati ya kutazama zile picha zilizopigwa ambazo zipo katika kompyuta, utawakuta kina Salhajabu, utawakuta kina Maimuna Ali, picha walizopiga katika zile kompyuta zilizomo huwezi kuzitamani kutazama mara mbili, kwa sababu wako katika hali mbaya, lakini ndio watoto wa Kiislamu. Lakini leo lililokuwa baya zaidi, likulli fatatin fata, yani kila binti mdogo tu tayari ana bwana. 90% mabinti wote tayari wana mabwana.
hata hawapo katika ndoa. Sasa haya ni mazingira ambayo yanasababisha kutoka katika maadili yaliyokuwa sahihi. Lakini haya yanatokana na nini? Na kwa sababu siku ya wanawake duniani inaadhimishwa kama siku ya kuwapa uhuru wanawake wa kufanya maasi, kuwatoa katika utu wao. Lakini sisi Waislamu tunairejesha siku hiyo kwenu na kuwaambia mjitambue. Tambueni thamani yenu. Mwanamke ni kiumbe mwenye thamani kubwa kweli kweli. Mwanamke ni kiumbe mwenye thamani kubwa katika ulimwengu, na yeye ndiye mwenye majukumu ya ulezi, mwenye majukumu ya usimamizi wa familia. Na akijistiri mwanamke na kutambua thamani yake, basi tayari ulimwengu utakuwa katika uimara uliokuwa sawa, na hata dini itastawi vizuri. Haya machache yatoshe kuwa ni waadhi kwangu na kwenu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.